Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba ni wasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania, ili nikufahamishe kinachoendelea, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ni kubaya kwa sasa, Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kugeukiwa hadharani. Ikumbuke kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa na kikao cha majaji na mahakimu mjini Dodoma kuwazungumzia katika kikao kile. Rais mwenyewe aliweza kuhudhuria kikao kile kwa sababu yeye ndiye alikuwa mgeni mkubwa. Ikumbukwe kwamba Samia Suluhu Hassan ni amri jeshi mkuu katika taifa la Tanzania. Yeye ndiye hutoa maamuzi ama jambo la mwisho lile ambalo linaamuliwa, kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu. Lakini katika mkutano ule, jaji mkuu ambaye anaitwa George Masaju, wakati alikabidhiwa kipaza sauti ili kuzungumzia majaji na mahakimu, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa mmoja wa wale ambao waliweza kuhudhuria mkutano ule, jaji mkuu George Masaju aliweza kumgeukia Samia Suluhu Hassan na kusema hivi: mamlaka ya mwisho yenye kauli katika utoaji haki ni mahakama. Jaji mkuu, yani kumaanisha ya kwamba mahakama ndio inastahili kutoa uamuzi ama kauli ya mwisho katika utoaji wa haki nchini Tanzania. Kwa hivyo yale ambayo Samia Suluhu Hassan amekuwa akiamrisha kufanywa, funga Tundu Lissu, funga hawa ambao wananipinga, hao wanazungumza against my government, waende. Sasa hayo yote Suluhu alikuwa anafikiria yeye ndiye anaweza kutoa uamuzi wa mwisho, lakini jaji mkuu amegeuka akisema ya kwamba mahakama ndio inatoa uamuzi na haki ama jambo la mwisho kisheria nchini Tanzania. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Ikiwa huja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana tunapoweka kana mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamishwa kwa Mokenya TV umeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Na ukimaliza kutazama hii kanda, sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Naomba kusoma chapisho hili ili tukaweze kuelewa ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea wakati Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kugeukiwa hadharani katika mkutano wa majaji na mahakimu Dodoma, Tanzania. Naomba tukaweze kusoma moja kwa moja, kwa sababu haya ndio yanaenda kuunda msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Sasa sikiza. Jaji mkuu wa Tanzania George Masaju amesema kuwa mamlaka yenye kauli ya mwisho, sikiza, mamlaka sio ya rais. Sasa amegeuka kwa sababu rais anajua yeye ndiye ako na mamlaka, amri jeshi mkuu ndiye anatoa maamuzi yote ya mwisho Tanzania. Sasa amesema jaji mkuu wa Tanzania George Masaju amesema kuwa mamlaka yenye kauli ya mwisho, yani jambo la mwisho katika utoaji wa haki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama, sio mwingine, ni mahakama. Amesema kuwa vyombo vyote vya dola vinavyotekeleza haki vinawajibika kuzingatia na kuheshimu maamuzi ya mahakama kama chombo cha mwisho cha utoaji wa haki. Akifafanua msimamo huo, jaji mkuu amesema kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ya Jamhuri ya Muungano pamoja na mahakama ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ndizo zenye mamlaka ya mwisho katika masuala ya utoaji wa haki. Ameeleza kuwa ibara ya 107A 1 ya katiba inaeleza wazi kuwa mamlaka hiyo inatakiwa kuwa chini ya mahakama pekee. Yaani mahakama ndio wako na mamlaka ya mwisho. Jaji Masaju amesisitiza kuwa mgawanyo wa madaraka kati ya mihimili ya dola unalenga kulinda haki, uhuru na misingi ya kikatiba
huku mahakama ikipewa jukumu la kusimamia haki bila kuingiliwa. Amesema kauli hiyo inalenga kuimarisha uelewa wa wananchi na taasisi kuhusu nafasi ya mahakama katika utawala wa sheria nchini. Akamaliza akisema ya kwamba kauli hiyo imekuja wakati taifa likiendelea kujadili masuala ya haki, utawala bora na wajibu wa vyombo vya dola katika kusimamia katiba na sheria za nchi. Sasa katika taifa la Tanzania, baada ya maandamano kutendeka, baada ya mauaji kushuhudiwa, baada ya familia nyingi kulia, kuna pendekezo ambalo limetolewa. Pendekezo hili linasema ya kwamba tunataka haki ikaweze kutendeka. Tunataka uwajibikaji uweze kutendeka. Tunataka hali ya demokrasia iweze kuzingatiwa nchini Tanzania. Na sasa haya yote mwenye anaweza kuyafanikisha sio Rais Samia Suluhu Hassan wala sio Mtanzania yeyote, ila tu mahakama, kulingana na George Masaju ambaye ni jaji mkuu katika taifa la Tanzania. Haki wakati inatafutwa kwa wale ambao waliaga dunia, miili ambayo haijapatikana kufikia sasa, haki hiyo itapatikana kupitia mahakama. Kumaanisha mahakama inastahili kuachwa pasipoingiliwa na serikali, ila tu wafanya kazi kulingana na vile wanaelewa, kulingana na uwerevi wao, kuhakikisha ya kwamba haki imetendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Kama ni fidia, mahakama ndio inastahili kutoa amri kwa serikali kutoa fidia kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao na wale ambao wamejeruhiwa wakiwa katika mahospitali mbalimbali nchini Tanzania. Mahakama ndio inastahili kutoa jibu la mwisho ikiwa Tundu Lissu ataachiliwa kwa sababu kuna madai kwamba yu gerezani kwa sababu ya siasa, ama mtu fulani mwenye mamlaka anabush ama analazimisha Tundu Lissu aendelee kuwa gerezani. Kumaanisha mahakama ikiwa itajisimamia yenyewe, uwajibikaji na haki itatendeka dhidi ya kiongozi wa chama cha Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu, na huenda ataachiliwa huru na wenzake wale ambao waliweza kufungwa kwa jela kwa sababu ya siasa. Ndio maana tukashuhudia bunge la Ulaya likisema ya kwamba Tundu Lissu na wale ambao waliweza kuzuiliwa kwa sababu ya siasa waachiliwe mara moja pasipokuwa na sharti lolote, na wakabidhiwe huduma za matibabu na wakubaliwe kuonana na familia zao, jambo ambalo Rais Samia Suluhu Hassan amelikabidhi mgongo pasipotenda kulingana na vile waliweza kuagizwa na bunge la Ulaya. Ndio maana tumeshuhudia mataifa mengi yakijiondoa kutuma misaada kuelekea Tanzania kwa sababu Samia ameweza kuonyesha mgongo kwa yale ambayo anaambiwa. Marekani kupitia Donald Trump, Uswidi ama Sweden, Canada, hao wamekatisha misaada kuelekea Tanzania. Kwa nini? Haya ambayo yanaendelea kutendeka. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you please consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mwakenya TV. Be blessed by our supreme being who loves in heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.